Okay, hatimaye tena tukibomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa sound ya Mgojasoni, sound ya Falu DJ. Tuko na Bola M60 katika episode ya 6 za mzile bomba zaidi, bana kwenda kwa jina Muri Kibanditi. Sasa tunaunganisha pale ambapo tulishia katika episode iliyopita ili kuendelea kupata mambo muktaza zaidi. Musharabi, hii hapa sound yao, sound ya babao, inaitwa Kitasa kutoka GC Production. Sasa tunagusa hapa. Anasema nimeweza kumuondoa kiongozi ambaye alikuwa na kumbukumbu nzuri sana ya maisha yangu, lakini kupitia nguvu ambayo ulikuwa nayo wewe, sijaona kama nimeweza kufanya kitu sahihi kuweza kumjeruhi Deo Kage. Sasa upande wa pili kwa daktari anatoka kutoa maelezo juu ya afya ya mtaalamu, kwamba kwa sasa afya yake haijakaa vyema zaidi. Lakini pia upande wa pili mtaalamu Mudoki anajiuliza sana kwa kile ambacho kimetokea, huku Machalio anateta kwamba huenda wao unaweza kupata nafasi ya kushikilia uongozi tu kwa sababu mzee kwa sasa anayumba zaidi. Lakini cha kushangaza zaidi, mzee anasema anahitaji aonane na Mudoki wakati baada ya kizaza kizito kuweza kupita. Basi aliweza kumuita Mudoki na hapa alihitaji kumwambia jambo moja la msingi sana. Anasema pamoja na kwamba nimekuwa na wewe muda mrefu zaidi na kupitia mambo mengi zaidi, lakini kwa hii hali ambayo niko nayo sasa juu ya mguu wangu, siwezi kuendelea kusalia kuweza kuongoza mabanditi. Hata hivyo sina nguvu ya kutosha tu. Nafikiri yule kijana pekee na wewe ndio mnaweza mkatengeneza nafasi ya kuendeleza kile ambacho nakiacha katika Maple River Poti. Basi mzee kwa wakati huo aliamua kumpatia vazi bwana mkubwa Mudoki kwamba the next leader wa banditi. Anasema Deo Kage ni mtu ambaye ana historia naye kubwa sana. Katika episode ya 5 nafikiri umeona historia ya Mudoki na mwamba ambaye anaitwa Deo Kage. Anasema samani kwa yote ambayo yametokea, ila kwa sasa anahitaji ushikilie jalamba na uishi maisha yakiwa mema zaidi. Basi mzee anaweza kutoka katika lile eneo, anahitaji kuacha kila kitu na kwenda kupumzika tu katika maisha mengine zaidi. Yeye anaondoka kwa uchungu na gaza sana. Eneo ambalo analipenda sana, eneo ambalo amelipigania sana, lakini kwa sasa alikuwa na namna tena kuendelea kusalia katika lile eneo. Basi upande pili alikuwa ni majira usiku, huku wajomba walikuwa wanaendelea kupata diko wakati huo. Lakini mke wa Mudoki aliomba watu wao waweze kumpisha. Anasema na maongezi mazito sana mkali ambaye anafahamika kwa jina Sayuri. Basi mama baada ya kusikia alikuja kusikiliza mlangoni nini ambacho kinatetwa mondani. Yule binti alikuwa anamuomba sana mtu kitu kimoja tu, ya kwamba pamoja na kwamba amefanya kila kitu kutengeneza nafasi, Mudoki ni mtu ambaye alisaidia maisha yake sana kipindi ambapo alilazimishwa kuolewa na mtu ambaye kiukweli aliweza kupata maumivu makali na kuweza kujikuta ni mtu ambaye anaugua kwa maradhi mbalimbali, pelekea mpaka yeye afya yake kutoimarika na kuweza kufukuzwa katika hiyo nyumba. Hivyo Mudoki ndio mtu pekee ambaye alimwokota binti huyo na kuanza kuishi naye maisha kama mke wake tu, ilikuwa ni kwa lengo la kuweza kumsaidia. Hata hivyo alimwomba sana mshikaji tu amwahidi kitu kimoja, ya kwamba ni lazima atamlinda mtaalamu Mudoki kwa namna yoyote hiyo. Lakini mwamba tujui nini ambacho alimjibu. Ila kwa sasa kalikuwa ni kaforjiri bomba zaidi. Hapa Mudoki alikuwa anaandaliwa kuwekwa sawa zaidi. Andakiwa alihutubie kundi atoe mwongozo wa namna mambo ambavyo yataenda katika kundi zima la mabanditi, kwa sababu sasa ndo the new leader. Basi watu wanampa heshima yake tu, na sasa kila mtu yuko tayari kuweza kusikiliza ni nini ambacho Mudoki anahitaji kuteta nao. Lakini mwamba alikuwa ni mtu ambaye bado anaonesha na wasiwasi sana. Hali ameweza kushinda nafasi, lakini bado ni kama ana wasiwasi sana juu ya kiti ambacho amekalia kwa wakati huo. Hata hivyo baadaye alipata nafasi tu kuweza kumhamisha mama katika kibanda, kamleta katika mjengo ambao utaenda kuishi maisha thamani sana. Lakini sasa upande wa pili kwa ule top leader, kiongozi wa wafanyabiashara, kuna lamani moja alikuwa anahitaji sana. Anasema pamoja na kupatia hii, sijajua nini ambacho kinamfanya General ang'ang'anie kupatiwa lamani ambayo inaonesha trade route, yani njia za kibiashara za watu ambao wanapatikana katika eneo la Gyogang. Basi mtu alfajiri na mapema alihitaji kumpelekea General lamani
ambayo ilikuwa inaonyesha juu ya namna wafanya biashara wa Jiosang ruti zao, namna ambavyo wanaopaleti biashara zao. Lakini mtu huyo hata hivyo alikuwa anahitaji ile ramani, tujue alikuwa na matumizi gani. Lakini mzee alitoa ile ramani tu akiwa na imani kuna msaada anaweza akapata. Hata hivyo kuna ugeni ambao ulifika katika ile eneo. Hivyo alimwomba mtu huyo angetoka mlango wa nyuma tu. Lakini pia alimwambia subiri, kuna jambo anahitaji kuteta. Anasema nimesikia juu ya mizigo yako ya chumvi ambayo inazuiliwa sana. Lakini kwa wakati mwingine naweza kupatia msaada tu kukabiliana na askari ili chumvi yako ipite kiusalama zaidi. Basi mzee baada kutoka alifika mkali. Baada ya kufanya uchunguzi wa kina zaidi, aligundua farasi ni wapi ambapo zilienda, lakini pia juu ya vitu ambavyo vinakuwa vinatoka katika parasi kuletwa hapa kwa ajili ya maaskari wapi vinaendaga. Anasema nashangaa sana kuona viongozi ambao mnakuwa mnasimamia vitu kama hivi mnakuwa mnahusika kwa asilimia nyingi sana. Yanchali ni kwamba anadai kwamba anajua tu Mkurungwa naye anahusika. Anasema kijana anaitwa nani? Anasema yeye anaitwa Officer Jang. Anambia basi kwa makini kwenye kile ambacho unafanya, kwa sababu kuna wakati utakuja kutengeneza taarifa ambayo itakuletea shida kidogo. Moja kwa moja upande wa pili kwa New Reader huko Mudoki. Tembelewa na Mnyabu Mboyo. Anahitaji kujua taarifa za mkali ambaye sisi tunamtamu kwa jina la Siyuri. Anasema wewe nani? Alia kuhitaji kutaja jina, ila amwambia kitu kimoja tu. Anatokea katika ukoo ambao unafahamika kwa jina la Jang. Hata hivyo aliambiwa kitu kimoja tu. Nguvu ndio kitu pekee ambayo inaweza kukufanya usalie kuendelea kukaa juu zaidi. Hata hivyo Mudoki alipata furaha sana. Lakini sasa mzee amwambia kitu kimoja tu. Mwezi ambao unafuata katika kikao cha pili tutakiwa nayo jumuike na sisi. Hivyo nimekuletea mavazi ambayo tutakiwa uyavae pindi ambapo unakuja katika kikao. Lakini vipi unafahamu habari juu ya mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Angwa? Mwamba ambaye kwa sasa anahitaji kuteki control ya hizi poti zote kuziweka katika mikono yake. Nafikiria hiyo inaweza ikawa mbaya sana kwa upande wako. Hivyo lazima uhakikishe unachukulia umakini wa kutosha ili kuhakikisha unajiwekea ulinzi wa kutosha. Mzee kabla hajaondoka nahitaji kumwonya mtu huyo. Anasema nafikiria unasahau sana nini ambacho kipo katika akili yako. Wewe maisha yako katika mikono yangu tu. Wewe usikose katika kao. Basi pia baada ya kutoka afande waliingia wageni mbalimbali tu kwa ajili ya kuja kumpongeza mtaalamu ambaye anamiliki Mapo Poti. Kwenye Mapo River pale kitengo, wafanya biashara wote ambao wanapitisha mizigo yao pale lazima waweze kukutana na mkali, kumpatia zawadi, lakini pia kuhakikisha tu watengeneza mazingira mazuri kipindi ambapo anapitisha mizigo katika lile eneo la Mapo River, mambo asiwe na roho ngumu zaidi. Basi mtaalamu kwa sasa kikweli alikuwa na enjoy sana, sababu mpata nguvu, lakini pia mpata madaraka. Hivyo na yeye ni big boss kwa wakati huo. Lakini ghafla nje kuna kikosi maalum kinakuingilia cha mkali Officer Jang. Ni nini ambacho kimemleta katika ile eneo? Bia ishangaa sana kumwona mtu. Sasa ilikuwa ni mtafutano. Kaambia mwamba alikuja kwa kamata watu wote hawa. Chalisi yule akiwa ndani anasikia minong'ono huko nje. Hivyo hitaji kujua nini ambacho kinaendelea huko nje. Asema wakamateni wote na wale ambao wanaleta ubishi. Kilungu ndio njia yao ya kuwatuliza. Mwamba kutoka anashangaa kumwona ndugu yake. Ndio mtu ambaye anamtafuta kwa muda mrefu. Lakini pia kwaje kwa sasa anajiunga na mabanditi. Hakuhitaji kuteta naye jambo lolote kwa wakati huu. Zaidi alihitaji tu kufanya mahojiano katika kituo cha polisi. Lakini ikiwa njiani anakumbuka kumbukumbu moja ambayo alipatiwa na kiongozi wake ambaye ni General. Anasema kwa hicho ambacho anakianzisha ni kigumu sana, kwa sababu miongoni mwa hicho ambacho anakifanya kinaingiza zaidi ya mamilioni ya nyangi ambao anapokelewa na mtu mmoja ambaye anakaa katika kiti cha juu zaidi. Yaani mtu mkubwa sana ambaye anajificha katika kimvuli cha kusanya mapato kutoka kwa wahalifu ambao wanapatikana katika Jiosang River, ile stream kondo wa Jiosang. Basi baada ya kuwaleta watu katika eneo la kituo, Nyabu alikuwa ametulia tu kumsikilizia Chali kwa kazi ambayo ameifanya.
Mamba ni kama anakurupuka zaidi. Kidogo fika hapa tu muona mzee mzima. Alafu mzee mzima baada ya kuwacheki wa mabanditi alitoa kauli moja tu. Asema kwa wakati huo nafikiria mnaweza mkaendelea tu na shughuli zenu, ili pia mnaweza mkaenda tu. Asa Mamba anashangaa inakuaje mimi nawaleta watu alafu mtu mwingine anawaruhusu waweze kwenda. Mamba alimkata jicho kavu afa akamsogelea. Asema unatakiwa ukae mbali na mstari wangu. Asema hiyo ambao unayofanya ni uvunjifu wa sheria. Asema natakiwa ufuate kile ambacho nakwambia, kwa sababu tayari wewe una kesi ya kuchukua rushwa kutoka kwa mabanditi. Na unaahidi utawapatia ulinzi. Hiyo ni oda kutoka kwa General kwamba lazima tuhakikishe tunakuweka nguvuni. Asema juu ya ushahidi mimi sihitaji kujua kwa wakati huo, lakini lazima kwanza nikutie nguvuni. Asema nyinyi wote ni wasaliti. Hata hivyo haikuweza kusaidia tu. Charlie aliweza kujikuta na kuwa arrested kwa kosa la kuonekana na muunganiko na mabanditi. Yeye ni mtu mwema zaidi. Basi bwana mkubwa alikamatwa kupelekwa katika eneo la gereza kuonekana anashirikiana na mabanditi. Sasa mpaka mshikaji anashangaa, yani Siuli anashangaa namna mambo ambavyo yanaenda. Anasema leo Dan hapa ndo ana nguvu kuliko teo serikali ambao unaijua. Kwa mtu huyo anaweza kubadilisha chumvi ikawa sukari. Lazima tuwe tulivu zaidi. Basi bwana mkubwa akiwa ndani ya jela, taarifa inafika upande pili kwa binti kwamba mtu yule ambaye aliwakamata mabanditi kwa sasa amejikuta ameingia katika matatizo mazito, kuonekana anashirikiana na watu wale. Hiyo binti ilimshtua sana. Sasa tunarejea kusema mtaalamu anamwambia kwamba utakiwa ni mtu ambaye anafuata mwongozo tu, ili pia utakiwa ujue nini ambacho unatakiwa kufanya. Umesahau juu ya habari ya ofisa ambaye alikuwa hapa mpaka aliwezaga kupoteza maisha. Unajua nini ambacho kilimpata? Alikuwa anang'ania sana kufuatilia habari ambazo hazijui, hivyo ilimpelekea mauti zaidi. Lakini sasa kama unahitaji kuishi salama, usijaribu kufungua hilo bakuli lako na kuongea kitu chochote. Mamba anachoka kinyangezi kibabe zaidi. Hiyo hapa ni katika episode safi ya 6. Sasa tukutane katika episode ya 7 tu kujua nini ambacho kitajiri katika burudani bomba zaidi. Hii hapa ni Muliki Bandit, sound ya Falu DJ. Katika episode ya 6 tu, sina mengi sana. Tukutane katika episode ya 7 kujua nini ambacho kitajiri. Let's say ciao. Kamsamida.